Hiyo ndoto, malengo na vision ni yako. Acha kusubiria mtu mwingine akupe ruhusa kufuata. Kuna baadhi ya watu wameamua kuacha kufuata ndoto zao na dream walizonazo kwa sababu tu eti maisha yamewapiga in a way ambayo hawakutegemea kama maisha yanaweza kukumuta mtu kiasi hicho. Nisikilize vizuri, nisikilize kwa makini. Nyanyuka, simama, okota ndoto yako, lenga goal lako lilonalo, endelea kwenda mbele. Usikubali historia yako ya nyuma ikuaminishe kwamba wewe uliumbwa kwa ajili ya vitu vidogo vidogo. Usiamini kitu kama hicho. Naomba nisikilize kwa makini. Haijalishi wewe ni nani, umetoka wapi, uko sehemu gani, umekwama kwenye mazingira gani, kwenye shimo gani, as long as unanisikiliza, umepata opportunity ya kusikiliza hii video, nisikilize vizuri. Kitu ambacho natakiwa kukumbuka kishoni kwako ni kwamba watu ambao walikuwa mashujaa na bora wanaoleta impact kwenye jamii zetu nyuma na sasa hivi waliweza kuinuka kwenye mazingira ambayo hakuna mtu alitegemea wangeweza kupenya au kupita kwenye hiyo situation. So, listen to me very careful. Amka, simama, endelea kuweka imani na tumaini lako kwenye ndoto na vision na dream ulionayo bila kujali watu wanakuona, watu hawakuoni, watu wanazingatia, watu hawazingatii, watu wanaona mbali, watu hawaoni mbali, watu hawaoni potential. Just invest kwenye dream ulionayo, vision ulionayo, vitu unavyoviamini kwamba hivi ndio vitanitoa mimi sehemu moja kwenda nyingine. Kwa sababu nikwambie, hakuna kitu kinachomata zaidi ya wewe kuamini juu ya dream na vision ulionayo tofauti na mtu mwingine akiamini. Kwa sababu dream yako haihitaji mtu mwingine akuamini juu kwenye dream yako ulionayo ama vision ulionayo ama matamanio ulionayo. Sio mpaka watu wengine wakuamini, inakuhitaji wewe uamini juu ya ndoto yako mwenyewe. Hapo ndivyo inatokea. Kwa mfano, unataka kusajili kampuni, unataka kufanya biashara ya electronics, unataka kusupply electronics material Tanzania nzima, uwe the top supplier, ufanye kazi na mataasisi makubwa, ufanye kazi na makampuni, ufanye kazi na serikali. Serikali ikihitaji electronics material ama devices, wewe ndio uwe the main supplier wake. So the only thing kufanya hivi ni kusajili kampuni ili uweze kufikia level hiyo kwa national level, kwa level ya mkoa, level ya taifa na level ya East Africa. The only option unaweza kufanya ni kusajili kampuni. So haijalishi nyuma ulikuwa mara ngapi, ulifanya nini, anza upya. Sehemu ya kwanza ya kuamkia ni wapi? Njoo sajili kampuni yako. Sasa hivi anza kwa namna nyingine. Usianze kama ulivyokufa mwanzo nyuma. Anza kwa upya. Sajili kampuni, anza kuwa legal official ili taasisi za fedha zifanye kazi na wewe. Serikali ifanye kazi na wewe, makampuni, biashara, watu binafsi. Pia usipate stress yoyote na masuala ya kodi, nini. Everything kiwe clear. Hapo inakuwa ni mwamko wako mpya, alafu unaanza kama ndo umeanza leo. Unaanza kusajili biashara yako sasa hivi upya, ndo unaingia sokoni upya. Na ni hivi, kama ulifeli nyuma, ulifeli kabla hujanijua, sasa umeshanijua. Ushasajili kampuni hapa, biashara yako unaanza upya vizuri. Jifunze marketing, jifunze sales, jifunze everything. You go harder. Kama ulikuwa unapiga ngumi 5 kwa saa, sasa hivi unatakiwa upige ngumi 50 kwa dakika moja. That is how tunafanya comeback ya kiume. Comment neno usajili hapo chini, nitakufikia kuangalia una qualify kusajili jina biashara ama kampuni, ndio kusaidia kusajili. Na kwa haraka zaidi, ama ukijiona wewe ni mtu wa maana sana, piga simu. Namba ya simu ipo hapo chini kwenye caption. Timu yangu itapokea, tutakusaidia kuweza kujua, tukusaidia kusajili jina biashara ama kampuni, tutakusaidia kusajili. Ukishamaliza kusajili, ndio unaingia sokoni kwa sura mpya, hali mpya, nguvu mpya, tunaanza upya, sifuri kabisa kwa ukubwa. Kama upo nje ya Tanzania, wasiliana nami kupitia hiyo namba, pia kwa njia ya WhatsApp. Comment neno usajili.